بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Safar mwaka 1440 katika darasa ya risala Sarih as-Sunnah للإمام الطبري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. tuendelea kusoma upande wa sharh ambayo Sheikh amesherehesha maneno ya al-musannif rahimahullah yaliyoanza thumma ja'ala jalla thana'uhu wa dhikruhu ulama ummati nabiyina sallallahu alayhi wasallam من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان، إلى قوله وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء إنه سميع الدعاء. تفكيها قول الشارح حفظه الله قال قوله جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم. قال هذا دعاء لهم، هي ندعاء ambayo الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى awaombea wanawavyuoni waliomtangulia, yad'u lahum bi an yujaziyahum Allah bi afdalil jazaa, awaombea Allah subhanahu wa ta'ala awalipe malipo yaliyo bora kabisa. وحباهم من الثواب أجزل ثواب، na awapendelee katika malipo yaliyokamilifu zaidi na yaliyo bora zaidi. وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، يعني جعلنا منهم وأشركنا معهم، tujalie sisi ni katika wao na utushirikishe pamoja na wao katika kile utakachowapa katika malipo makubwa. وقسم لنا نصيبا مما قسم لهم، na sisi pia tugawie sehemu katika kile alichowagawia wale. وألحقنا بمنازلهم وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، na sisi pia tufikishe katika vyeo vyao na daraja zao, na tukirimu sisi kuwapenda, kwa sababu katika alama ya watu wa sunna ni kuwapenda wanawavyuoni wa sunna, na katika alama ya watu wa bid'a ni kuwachukia wanawavyuoni wa sunna.
katika alama ambazo utamjua mtu ni katika watu wa sunna ni mahaba yake alionayo juu ya watu wa haki. Na katika viongozi wanaoongoza katika haki ni wanaovioni. Na katika alama itakayokuonyesha kuwa huyu ni katika watu wa bid'a, kuwachukia wanaovioni wa haki, wanaovioni wa sunna. Na wapo wanaovioni ambao ni mihna, ni kama mtihani, na hili lilikuwepo tangu wakati wa salaf. idha ra'aita ar-rajula yuhibbu fulanan wa fulanan fa'lam annahu sahibu sunna. Utakuta maneno kama haya, ukimuona mtu ampenda fulani na fulani katika wanaovioni wa sunna, basi ni mtu wa sunna, na akiwazungumza vibaya ujue si katika watu wa sunna. Kwa kuna ulama ambao walikuwa ni mihna kwa watu ili kuwajua hawa ni watu wa sunna au ni watu wa bid'a. Kwa mfano leo الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان na wengineo katika ulama wetu wa sunna, ukimuona mtu awapenda wanaovioni hawa, basi tarajia kuwa ni katika watu wa sunna. Na ukimuona akitajiwa wanaovioni hawa hana raha, bali hawapendi, awachukia, basi usiwe na shaka kuwa huyo ni katika watu wa bid'a, si katika watu wa sunna. Kwa hivyo kupenda ulama usunna ni alama katika alama za mtu wa sunna. Ndio hapa akaomba kuwa Allah amkirimu kuwapenda ulama wa sunna, kadhalika kujua haki zao, na hili pia ni muhimu sana, kuwapenda na kujua haki zao na kuwapa haki zao. Na hili jambo mmelizungumza katika vikao vilivyopita kuwa tutaishi katika asri ambayo wengi katika watu, hata wale wanaojinasibisha na sunna, wengine wetu hatufahamu haki za wanawavyuoni, hatufahamu haki za wanawavyuoni. Na ndio waweza kuona mtoto mdogo kielimu pia ni mdogo sana, aweza kumzungumza mwanachuoni kama mfano Sheikh Al-Albani rahimahullah. Mwana hapa Sheikh Al-Albani hapo bwana ni mutasahil sana yule bwana katika kusahihisha hadithi, mashaallah. Wakati watu walikuwa wamelala, akawaamsha kuhusu ilmu ya hadithi rahmatullahi alayhi, na alikuwa yeye akizungumza hii kama kufanya mudaaba, kuwa imefikia wakati leo aambiwa Albani ni mutasahil katika nini, katika tashihi ya hadithi. Kisha iwacheka Sheikh, sema alhamdulillah leo watu wameamka mpaka wajua mimi mutasahil. Yani maana mlikuwa mmelala nyinyi, ikiwa hujaelewa, mlikuwa mmelala nyote nyinyi, hata habari hamna, mpaka kuna watu wakiitakidi kuwa haiwezekani katika asri hii mtu kusahihisha au kudhaifisha hadithi. Ilikuwa watu wakiitakidi hivyo, haiwezekani. Ndio kuona baadhi ya vitabu tahqiq dhaifu ajabu, nani rawahu Abu Daud, rawahu Tirmidhi, kisha kutajia namba, hakuambia hadithi dhaifu sahihi, haizungumzi isnadi, hazungumzi chochote. Wakaja mfano wa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hii ilmu wakaihuisha upya, hakuja na kitu kipya, la, akaihuisha
ile ilmu. Watu walikuwa wameisahau wengi wao, na wanaovioni wengine si peke yake, lakini wachache. Kisha wakaamka vijana wa miaka 16 17 kwambia mutasahil. Allah yahdina wa iyahum. Ukaona wazungumza ulama hawajui haki za wanaovioni, na ili halijamaanisha kuwa hakosei. Basi wakumkosoa hivyo na wewe kwa njia hiyo ndio kutofahamu haki za wanaovioni. Au akakosea katika jambo ikawa ile heshima yake imeporomoka kabisa, kama jihuni fulani tu lilitoka mali fulani jihuni, basi kushi akawa azungumzo mtu na elimu yake ambaye pengine alipambana kweli kweli wakati wewe umelala, mpaka pengine ikawa ni sababu ya wewe pengine kuifahamu haki. Pamoja na kuwa ni binadamu, hupata naweza kukosea, na wakati mwingine ukapata si kosa kamwe. Mtu asifahamu haki ya yule ambaye ana ilmu juu yake. Na hili ni jambo ambalo katika asri tulionayo limeenea sana. Leo waweza kuandika, wewe usiandike jina lako, ukatuma ikaenda kila mahali katika mtandao. Kama ni matusi yashatusiwa mwana wa chuoni, watu hawajali. Nani aliyefanya hivyo? Hajulikani. Shetani asiyejua haki za wanaovioni bado hajakuwa mwanafunzi. Wallahu almusta'an. قال وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء. مرديات الأهواء يعني البدع التي تردي الإنسان. hapa za kusudiwa bid'a zinazomtumbukiza mwanadamu katika maangamivu, zaangamiza watu. wal ara allati tudhilluhu mudillat al ahwa au murdiyat al ahwa na mudillat al ara ni zile rai ambazo humpoteza mtu. Kwa muomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na rai kama hizo. Innahu sami'u du'a. قال مذاهب الناس في مسمى الإيمان. madhehebu ya watu katika iman. مسمى الإيمان عند أهل الحق من أهل السنة والجماعة هي إيمان قوة وحق أهل السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص. na hivi ndivyo ilivyo aqida ahli sunna, kwa kila wanachokizungumza katika itikadi yao watoa dalili katika nusus za Qur'an na Sunna. Kwa hiyo wao wafuata dalili na nusus. Ikaja taarifu ya iman annahu tasdiqun bilqalbi, ni kusadikisha kwa moyo, wa iqrarun billisan, na kukiri kwa ulimi, wa amalun biljawarihi, na amal inayofanywa na viungo kiwiliwili, yazidu bitaa wa yaqillu bilasyan. Imani huongezeka kwa mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na hupungua kwa mtu kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo iman kwa ahlu sunnati wal jamaa. Wa hunaka tawaif kalmurji'a musamma al-iman 'indahum mukhtalif, na kuna mapote kama mfano wa murji'a ambao iman, ili jina iman kwa wao taarifu ni tofauti na ahli sunna. فمسمى الإيمان عند الجهمية هو معرفة الرب بالقلب. sikilizeni vizuri hapa, muhimu sana.
Murji'a wamegawanyika pia wao katika kuieleza imani. Wale ambao wako katika hali mbovu kabisa ni Jahmiya, wafuasi wa Jahm ibn Safwan. Hao wasema imani ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo peke yake. Bimaana ukimtambua Allah ndani ya moyo wako, usiswali, usitoe zaka, usihiji, iba, uwa, zini, kwa wao imani yako iko sawa na ya Jibril. Umeelewa sasa? Hujatamka shahada, usitamke shahada pia, usitamke chochote. Wewe na Jibril mko sawa, wewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mko sawa katika imani. Hii ni itikadi ya Jahmiya. Hawa ndio hali yao mbovu katika Murji'a. والكفر عندهم هو الجهل au huwa jahlu rabbi bilqalbi, na kufru kwa wao ni mtu kuwa mjinga, kutomjua Allah kwa moyo wake. Wa hadha afsadu ta'rifin, hii ndio taarif iliyo mbovu kabisa. Wa ala dhalika yakunu iblis mu'min, kwa kauli ya Jahmiya iblis ni mu'min, لأنه يعرف الرب بقلبه، وسبب أمجوا ملواك. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، سمسمى ربي أمتنبوا ملواك لن يمواك. وفرعون واليهود مؤمنون، نفرعون بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نموسى من بفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. kwa kauli ya Jahm bin Safwan na wafuasi wake, Firaun pia nani? Ni mu'min kwa wao, bali na Mayahudi, kwa sababu walikuwa wakimtambua Allah, bali wakimtambua na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Wa Abu Talib mu'min, na Abu Talib pia kwa wao ni mu'min, kwa sababu walikuwa amjua Mola wake. Liannahum yaarifuna rabbahum biqulubihim, wote hao walikuwa wakimjua Mola wao mlezi kwa nyoyo zao. Wa hadha min abtalil batil, na hii ni batil kubwa, hakuna batil kama hii. Hii ni kauli ya Jahmiya, na mweza kushangaa kauli kama hii ina wafuasi. Hii kauli ina watu wafuata. Imani iko wapi? Tosha bwana, ukiwa mjua Mola basi tosha, basi hakuna hata kutamka shahada pia hakuna. Hata usipotamka shahada kwa Jahm bin Safwan, wewe ni mu'min kamilul iman, maadamu wamjua Mola wako kwa moyo wako. Hili ndio pote potofu zaidi katika Murji'a. Thumma yalihi qaul al-Karramiyya, kisha fuata qaul ya pote lingine la Murji'a lakini lajulikana kama al-Karramiyya. Na haya mapote tuliyozungumzia katika sharh ya Lum'at al-I'tiqad Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kwa kifupi, na majina ya waanzilishi, na hawa wamenasibishwa kwa wale waanzilishi wao. alladhina yaqulun inna al-imana huwa al-iqrar bil-lisan. Al-Karramiyya wasema imani ni kukiri kwa ulimi, walau kana mukadhiban biqalbihi, hata ikiwa akadhibisha kwa moyo wake. فيكون من نطق بلسانه مؤمن كامل الإيمان, kwa hivyo atakuwa anayetamka kwa ulimi wake kwa madhehebu yao hawa, imani yake ni kamilifu. وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار,
na ikiwa akadhibisha kwa moyo wake basi kesho akhira ataingia wapi? Motoni milele. Si muelewa hapa? Lazima uchanganyikiwe. walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hebu sikiza wasema nini? Wasema wao imani ni kutamka. Maadamu wewe umetamka basi wewe ni mu'min, hata kama wakadhibisha ndani ya nini? Ndani ya moyo hapa duniani. Lakini ikiwa wakadhibisha ndani ya moyo basi utakaa milele ndani ya moto wa jahannam. fahamu haya? fayalzamu ala qawlihim aljam'u baina an-naqidain. Kwa kauli yao hii wamekusanya baina ya vitu viwili vinavyogongana. mu'minun kamilul iman mukhalladun bin nar. Huku ni mu'min kamilul iman, huku yukaa milele motoni. Vipi sasa hivi? Na kuna watu wamekaa wafuata madhehebu haya, bid'a mbaya hizi. Kiona watu wakali dhidi ya bid'a nyinyi, muona yule mkali sana bwana, yule kitaja bid'a bwana mbovu. Hivi ndio zapeleka watu kama wajinga, hasi wenda wazimwa. Mtu wazungumza hapa ukitamka wewe mu'min kamil iman, hata kama wakadhibisha ndani ya moyo haina neno, kisha yosema lakini ukikadhibisha ndani ya moyo utakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Sasa vipi? Na kwa kauli yao hawa itakuwa wanafiki nani? Ni waumini, tena imani zao zimekamilika. Kwa nini? idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. lakini Allah sema wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah ameikataa imani ya wanafiki, ni waongo, sababu ndani ya nyoyo zao ni kinyume na kile wanachokitamka. Lakini kwa al-Karramiyya Abdullah ibn Ubay ibn Salul imani yake ni sawa na Jibril. Muona uovu wa bid'a kama huu, uovu. Hakadha albid'a huanza ndogo ndogo kisha zikafikisha watu katika itikadi mbovu kama hizi. Wewe angalia watu walivyotawalwa na uzushi. Nafikiri baadhi yenu mshaona ule ujumbe sasa hivi wasambazwa kuhusu mwezi wa Safar, huu mwezi wa ukorofi, huu mwezi hivi na hivi. Nafikiri mshaona ujumbe kama huu. Kama hujauona basi utauona, tutapita tu. Watu kadhaa wauliza vipi hii? Uongo mtupu shekhi. Huu mwezi ndo sijui nani alikuwa mgonjwa, wala hakuna moja lililo na dalili. Jamani, miezi wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam wala Safar amekataza kufanya tashaum na mwezi wa Safar. Lakini angalia khurafat vile zilivyokuwa zimeenea katika mujtama, ikawa mpaka wanasibisha miezi na shari. Ndio yale ukikata kucha usiku basi sijui utafanyika nini. Utafanyika nini? Wasemaje ukata kucha usiku? Utakuwa mzee? Utakuwa mganga? Haya, ukikata kucha usiku utakuwa mganga. Ukifagia duka lako asubuhi wafukuza riziki. Kwa hivyo unabaki na takataka zako vile vile. Umeona bwana? Alafu ndani ya nyumba yani almuhim kuna mambo chungu mzima watu wameyatunga. Haya ni katika kamusi ya khurafat, na hii ni jazaa ya nini? Ya bid'a kuenea katika mujtama. Mujtama wowote ukienea bid'a, mambo ya kijinga kama haya ndio yataenea. Ujinga kama huu ndio utakuwa umetawala katika mujtama. Ukaona watu wakiona kitu fulani atafsiri hivi. Akija kwenye duka lako mtu wa kwanza ana kilema fulani, basi wewe hutouza kitu wewe. Ukaona watu akija mtu maskini ana ulema fulani, ondoka hapa, hauzi. Hamuuzi maskini. Ankufanyaje? Hata kuniletea nuksi hapa huyu. Maskini hao. Hebu angalia. Lakini yote yasukumwa na mambo ya nini? Ya bid'a. Bid'a ni kitu cha hatari, na ndio maana Mtume sallam alikuwa akizungumza bid'a wakasirika sana, sababu ndio kinachoharibu dini ya watu. Uovu mkubwa
kisha utapata baadhi ya watu ndio wamekaa yurawijuna linnasi albid'ah, wawapambia watu mambo ya bid'ah. Na sijui watu wana akili wasikiliza? Hebu waangalie hawa watu wa bid'ah wakizungumza wanasibisha maneno yao kwa nani? Zile zinazokuja kwenye akili zake ndio yuwatoa tu yeye. Ukija ukiangalia utakuta dini yake imejengwa na story mwanzo mpaka mwisho. hakuna qala al-Imam Shafi'i, qala al-Imam Ahmad kwa mfano, qala fulan min as-sahaba, qala fulan min al-ulama. La, mambo yao ni fikra zao zinavyofikiria ndio wabwaga. Ahlul bid'ah ukiangalia utawakuta kwa namna hiyo. ويليه قول الأشاعرة ونوفواتني أشاعرة أن الإيمان تصديق بالقلب، أو في أسمى الإيمان تصديق بالقلب. نهاوك كما انفنوهاو تلواتجاكم. ثم قول مرجئة الفقهاء، كش قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هو سمى إيمان vitu viwili, kusadikisha kwa moyo na kukiri kwa ulimi. وهم طائفة من أهل السنة، نطائفة نبوت كتك أهل السنة. فهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، هي مذهب الإمام أبي حنيفة نوفواسي wake. na ni makosa hapa aliteleza al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi katika masala ya iman, aliteleza wakaitwa murji'atul fuqaha, sababu hawa kidogo wana afadhali kiangalia na wengine. wa alayhi jumhur ashabihi anna al-iman shay'an, jumhur ya wafuasi wake wasema imani vitu vingapi? Viwili. تصديق بالقلب وإقرار باللسان، kusadikisha kwa moyo na kukiri kwa ulimi. Na ukizungumza hivi la shangaza wale wanaojinasibisha na madhhabi ya Imam Abu Hanifa, watakwambia ona wamtukana Imam Abu Hanifa hawa. Kwani wewe waitakidi vipi kuhusu imani? Ukosolewe pia wewe. Waitakidi vipi kuhusu imani? Ni makosa, na wanaovione wamekosoa hili. Na hatutaki kuingilia katika yale yaliyojiri baina ya maulama wakati huo. Kama ulama usalaf wana maneno makali sana dhidi ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, lakini si mahala pake wala hakuna faida sisi kuingilia hayo. Al-Imam Abu Hanifa imamu min a'immati ahli sunna, katika hili ameteleza, na ni binadamu hupata na ukosea, na tuamini kuwa hakukusudia kukosea, bali alikuwa itafuta haki, na hii ndio ijtihadi yake ilipomfikisha, lakini makosa. wal a'malu laysat min al-iman lakinnaha matluba, wao wasema kuwa a'mal si katika imani, lakini yatakikana mtu afanye. Hawakusema kuwa usiswali usifunge, wasema swali lakini si katika imani. فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، يا واجب يا واجب يا حرام يا حرام، لكنهم لا يسمونها إيمانا. هوايتي هذه أعمال كون إيمان، يسمونها تقوى وبر وهدى، سمني وشمغو نويما نوونغوف. أما أهل السنة والجماعة فيسمونه إيمانا وهدى وبر وتقوى. yote haya yaingia kuwa ni katika imani kwa ahlu sunnati wal jamaa. wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.